3 mstari wa 10, Biblia inasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana, mjue kama sitaweza kuwafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagilieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nyumba ya Bwana ikikosekana sadaka, kuna baadhi ya kazi za uendeshaji zinazoendelea mahali hapo hazitaweza kufanyika sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza inatakiwa ufahamu kuwa sadaka yako unayoitoa inakwenda kufanya nini. Usipojua sadaka yako inakwenda kufanya jambo gani, utatoa lakini utakuwa umebaki na malalamiko au manunguniko ndani ya moyo wako. Sadaka inapotolewa kanisani, jambo la kwanza inakwenda kutumika katika shughuli mbalimbali za uendeshaji kanisani. Mfano, umeme, maji, pamoja na usafi wa mazingira. Sadaka yako ndiyo inakwenda kutumika katika shughuli kama hizo. Lakini pia hata maisha ya mchungaji yanatunzwa na sadaka yako. Usipokuwa mwaminifu wa kutoa zaka kamili, kuna baadhi ya mambo hayataweza kuendelea. Unapoona mchungaji wako ana maisha magumu, hii inapelekea kuwa katika nyumba ya Bwana hakuna chakula. Mchungaji wako anatembelea kiatu ambacho kimechanika, inamaanisha kuwa katika nyumba ya Bwana hakuna chakula. Mchungaji wako amefukuzwa kwenye nyumba ya kupanga, hii inaashiria kuwa katika nyumba ya Bwana hakuna chakula. Usiwe kikwazo cha kukwamisha kazi ya Mungu iwe ngumu. Ukitoa zaka kamili, kazi ya Bwana haitaweza kuwa ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila kitu mchungaji wako anaweza akakushirikisha. Maisha magumu anayoyapitia sio kwamba anaweza kukushirikisha. Wakati mwingine ananyamaza kimya, anapiga moyo konde ili huduma iendelee kusonga mbele. Na kusihi mpendwa, tumika kuwa daraja ili kazi ya Mungu iendelee mbele, isirudi nyuma. Njia ni moja tu, toa zaka kamili. Utakapotoa zaka kamili, kazi ya Bwana haitaweza kurudi nyuma. Usifurahie kuona mchungaji wako imefika hatua amebeba jembe anaelekea shambani, muda ambao angeandaa neno. Na tena ni afadhali akaelekea shambani kwake kuliko mchungaji wako anakwenda kulima vibarua. Mwingine anajisikia raha kupishana na mchungaji wake akiwa kwenye kazi ya kubeba zege. Ni vitu vya ajabu sana. Na hii inapelekea hata mchungaji wako kuweza kukuandalia chakula ambacho sio saizi yako. Mnalalamika wakati mwingine, mnafundishwa mafundisho manyonge,
Lakini jaribu kuangalia maisha ya huyu mtumishi wa Mungu anayekuhudumia. Je, ni sawa sawa? Unataka upewe mafundisho mazuri, lakini wakati huo hujawahi kutoa hata 100 yako mbovu kwa ajili ya kumtia moyo mchungaji. Unanogewa na mafundisho kanisani, lakini hata siku moja haukuwahi kuchunguza kwamba huyu mtumishi wa Mungu anaishije maisha yake binafsi nyumbani. Biblia inasema toeni zaka kamili. Hakuna mahali pengine ambapo unaweza ukapata baraka zako isipokuwa katika njia moja tu ya utoaji. Nipe nikupe. Hakuna kitu cha bure duniani. Ili mimi nikuombee, lazima uandae sadaka. Tunasema kwamba Yesu alitoa bure na sisi tutoe bure. Lakini je, imeandikwa ya kuwa watumishi tutakula wapi? Madhabahuni. Na kula nini kama hakuna pesa? Alafu wakati huo nataka nikuombee bure. Imagine nakuja kukuombea, nina siku 7 sijala. Unategemea hayo maombi yatakuwaje? Nitapata wapi energy ya kukuombea wewe? Watumishi wa Mungu, ifike hatua tubadilike. Biblia inasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Kama hakuna chakula, nitaishije? Maisha yangu atakuwaje? Ni aibu. Wewe unavaa shati zuri, limepigwa pasi, limenyooka, lakini mchungaji wako anavaa shati limekunjamana, utafikiri limelambwa na paka. Alafu unajisikia furaha kwamba nina baba. Una baba wa aina gani? Hauna uchungu ndani ya moyo na mchungaji wako. Hauna uchungu na kazi ya Mungu inayoendelea kanisani mwako. Alafu unasema kwamba una baba, unajivunia. Una baba wa aina gani? Tubadilike. Leta zaka kamili. Mtie moyo mtumishi wa Bwana anayefanya kazi usiku wa manane, wewe umelala unakoroma, lakini mtumishi wa Mungu yupo anapasua miamba, anapasua madhabahu za giza ili tu wewe ufanikiwe. Mtumishi wa Mungu anapoishi maisha magumu na hali ya kuwa wewe upo mshirika, unatafuta laana. Hata kama hauna, pambana. Tie moyo mtumishi wa Mungu kwa chochote ambacho Mungu amekuwezesha. Mungu atakuinua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakuinua. Usiungane na wale watu wachache wauni wanaosema kwamba watumishi wa Mungu wananenepa, waumini wanakonda. Hao ni mashetani. Mtu ambaye hamtakii mema baba yake wa kiroho, huyo ni shetani. Mtu ambaye halitakii mema kanisa la Tanzania, huyo ni shetani. Mtu ambaye mambo ya ibada kwake ni kinyume, huyo ni shetani. Ungana pamoja na watumishi wa Mungu kufanyika daraja ili kazi ya Mungu iendelee mbele. Tutoe zaka kamili ili kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Mungu akubariki sana. Naitwa mtumishi wa Mungu Justin Beatus. Karibu tena kwa wakati ujao.